Tuombe. Ukawe nasi tena, Mungu wetu, ili wewe pekee ukapokee sifa na utukufu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mambo haya yatakutoa kwenye shida yoyote. Kama unaandika, andika hivyo. Mambo haya yatakutoa katika shida yoyote. Ukishaandika hivyo, utazingatia hilo somo litakavyokwenda na utalirudia na kulirudia na kulirudia. Kwa wale ambao mna uwezo wa kurudia kwa njia ya YouTube, rudia hili somo liingie kwenye akili yako. Wale ambao mtaandika, utarudia tena kulisoma, litakupa nguvu mpya. Nyakati hizi ambazo tunaishi ni nyakati za mwisho. Na ikiwa kuna wakati ambapo tunahitaji hekima ya Mungu, ni wakati huu. Wakati huu una mchanganyo wa mambo mengi sana. Na usipopata hekima ya Mungu, unaweza ukajikuta umeingia sehemu ambayo sio. Na wasihi wote kuwa na muda wa maombi ya kwako binafsi. Tutakuja kanisani, tutafanya ibada, lakini ibada ya kwako binafsi ina nguvu kuliko zote. Ule ndio wakati wa kuchota nguvu. Nimewaambieni kila kukicha tunanyonywa nguvu na matukio mbalimbali, kupitia television, kupitia mitandao ya kijamii, kupitia taarifa za habari. Unajikuta unachokisikia hakikupi nguvu, kinakumaliza nguvu. Na sehemu pekee ya kuchota nguvu ni miguuni pa Yesu. Pata muda, tenga muda, sema naye. Na unapoingia kwenye shida yoyote, changamoto yoyote, iwe ni ya kiuchumi, iwe ni ya kisaikolojia, iwe ni ya kibiolojia, ukitumia kanuni hii ambayo nakwenda kuonesha leo, Bwana atakutoa katika hiyo changamoto. Kuna mahali madaktari wanashindwa, kuna mahali wanasaikolojia hawana majibu, lakini tunaye Mungu mwenye majibu. Yeye ukimwendea atakupatia majibu ukijifunza kanuni hizi. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 tulisomewa fungu letu kuu. Tutacheza zaidi hapo katika Wafalme wa Pili sura ya 4. Kwa hiyo ukifungua Biblia yako usihame. Kama tutahama, basi weka ule uzi ili urudi pale pale. Wafalme wa Pili sura ya 4. Ukifika hapo sema amina. Kama hujafika sema nisubiri. Wamepangilia vizuri Biblia hii, imeelezea hapo. Utakuta Wafalme ni ukurasa gani, inategemea na tafsiri ulio nayo. Wafalme wa Pili sura ya 4. Wafalme wa Pili sura ile ya 4. Wale ambao wanafuatilia katika PowerPoint, tuende tu kwenye hilo fungu moja kwa moja, alafu tutarudi katika maelezo ya slide ya pili. Anasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Mungu, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha. Mnajua nyie, kwa sababu sasa tumeshaanza kuwa na uzoefu wa karibu, mnaelewa sana ya kwamba katika Biblia nina watu ninao wakubali na nina watu ambao si wakubali. Na kuto kumkubali mtu haina maana kwamba haendi mbinguni. Yaani ni mcha Mungu na mbinguni anaenda, lakini mfumo wake wa maisha mimi si ukubali. Yaani usije ukachanganya kuwa na Roho Mtakatifu na kuwa na uwezo mkubwa wa kifikra. Ni vitu viwili. Kama hujanielewa sema rudia. Yaani
Unaweza ukawa na uwezo mdogo wa kifikra lakini bado una Roho Mtakatifu. Tumeelewana? Unaweza ukawa na uwezo mkubwa wa kifikra lakini huna Roho Mtakatifu. Unaweza ukawa na uwezo mkubwa wa kifikra lakini huendi mbinguni. Unaweza ukawa na uwezo mdogo wa kifikra lakini wewe ni mcha Mungu na mbinguni unaenda. Kwa hiyo usije ukachanganya. Hata wale wanafunzi 12 waliochaguliwa hawakuwa na uwezo wa kufikiri sawa. Walikuwa tofauti kabisa. Na hata aliyechaguliwa kuchukua nafasi ya Yuda alikuwa ni mwanafunzi mzuri lakini alikuwa na uwezo tofauti kabisa. Sasa ninapokuja kusema hapa, usije ukasema hawa watu ambao mchungaji anawaponda labda hawaendi mbinguni. Hapana, mbinguni wanaenda kabisa, lakini mfumo wao wa maisha haujanivutia. Elia Mtishibi alikuwa na uwezo mkubwa kiroho lakini alikuwa na uwezo mdogo kifikra. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa ama hujaelewa. Kiroho alikuwa na uwezo mkubwa lakini kifikra alikuwa na uwezo mdogo. Na ametwaliwa, wala usiwe na wasiwasi, ametwaliwa kabisa. Na usije ukachanganya hii habari na wokovu, haviko kwenye kapu moja. Unasema mchungaji wewe unampimaje kwa uwezo wake wa kifikra? Namba moja, mpaka anapaa alikuwa na nguo moja. Mpaka anapaa hajawahi kubadilisha. Na bado nina maswali, kwa sababu wakati naongea hili kuna bwana mmoja amesoma Tel Aviv, alikuwa ananisikiliza nilipomaliza mahubiri, akaniambia pastor, unajua lile eneo ambalo wa jamaa wanatokea mpaka leo, anakotokea Elia Mtishibi kule milima ya Gilead, anasema mpaka leo wanalazimishwa na serikali kutumia television. Yaani maisha yao bado yako miaka hiyo iliyopita, bado wako hivyo. Huyu jamaa mpaka anakufa, mpaka anatwaliwa Elia, hata nyumba yake mimi siijui. Hana nyumba. Kwa hiyo sishangai kwa nini hakuoa, maana kwa yale maisha utatesa familia kabisa. Na sishangai kwamba unajua tunaenda mbinguni kama nilivyowaambia kwa sababu ya Yesu Kristo, lakini tuna zile personalities tulizonazo ziko bado zinatusumbua. Na watu wengi hapa tukiwafanyia assessment ya kisaikolojia, kama nilivyosema jana, kuna migogoro mingi ya akili, iko mingi sana. Kwa mfano kuna jambo moja ambalo ni disorder, inaitwa attention deficit disorder, ADD. Alafu kuna attention hyperactivity disorder, ADHD. Hizo zote binadamu unapomuona hivi amekaa, kila moja na ADD au inaweza kuwa ni ADHD. Utamtambuaje mtu kwamba ana hii shida? Moja ya dalili ni hii: ikiwa huwezi kusikiliza kitu kwa muda mrefu, una ADD. Watoto ambao wana ADD unapomfundisha darasani, walimu hapa nimeingia kwenu kidogo mnisikilize. Unapomfundisha darasani, unaweza ukaanza kumfundisha labda hisabati. Wakati unapoendelea kufundisha, kabla hujamaliza mwisho, unamkuta anachezea kalamu au amempiga mwenzake kipepsi. Sasa unaanza huyu mtoto yukoje? Hiyo ni ADD, kwamba uwezo wake wa kufocus kwenye kitu kikubwa kwa muda mrefu hawezi. Kwa hiyo anaweza akasikiliza, baadaye akili yake inahama, inaenda kwenye penseli. Unaweza ukashangaa anaanza kutafuna penseli, au akili yake inahama na mtazamo mwenzake hapa anasema ngoja na yeye nimsumbue kidogo, anampiga namna hii. Kwa hiyo unakuta una kesi za fulani kampiga fulani yuko. Hiyo ni ADD. Na wengi tuna ADD. Ukifanyia assessment kuna ADD wengi sana. Na ile ambayo ni hyperactivity, ina maana kwamba huyu mtu anaweza akafanya hiki akaacha, anakuja anafanya hiki anaacha, anafanya katika utu uzima, hawezi kumaliza shughuli. Hata kwenye maendeleo utashangaa mbona yeye haendelee. Ni kwa sababu anaanza kulima nyanya, kabla hajamaliza akili imemtuma kwenye kulima vitunguu. Kwa anaacha. Sasa huwa hamalizi mambo.
Sasa anatakiwa ajijue kwamba ana ADD. Ukijijua unasema aha, mimi siwezi kufocus kwenye kitu kwa muda mrefu, kwa hiyo najijua. Kwa hiyo unajilazimisha kwamba nimeamua kulima nyanya mpaka nimalize. Kwa hiyo wako hivyo, hizo ni tabia ziko hivyo. Sasa Elia ukimwangalia kwa tabia yake, alikuwa na tatizo la kisaikolojia ambalo tunaliita ni suicidal. Yaani hawa ni watu ambao mara nyingi wanatamka mambo ya kujiua. Kila ukiongea na kwambia nitajiua mimi. Alinijia mmoja wakati niko Kitunda, wakati huo hata nilikuwa sijaanza kusoma vizuri psychology. Kanijia akaniambia, mchungaji, nimekuja tu kukuambia na mpango wa kujiua. Nikamwambia songa mbele. Ila nataka tu niambie umeamua kwa njia zipi. Akanitajia mpango wake. Sasa kila njia aliyotaja Mungu tu aliniongoza, maana nilikuwa sina taaluma wakati huo. Nikamwambia kila njia, nikamweleza madhara yake. Sema kuna njia ambazo unaweza ukafa vizuri bila shida, usisumbuke sana. Kwa hiyo nitajia kwako. Akasema mimi nafikiria kunywa sumu. Nikamwambia ni kujidhalilisha. Kwa sababu wote waliokunywa sumu kwanza wakikuta wamekufa, wengi wamejikuta wamejitapikia. Kwa mtu mzima kama wewe unasafishwa matapishi, umekufa kizembe. Sasa nifanyeje? Nikamwambia taja nyingine tushauriane zinazofaa. Asema nimesikia kwamba unaweza ukasaga chupa. Nikamwambia ni kweli. Ukisaga chupa ukinywa unaondoka. Ila matatizo yake chupa inakatakata utumbo na unaweza ukaharisha sana. Kwa fikiria mtu kama wewe unasafishwa kinyesi. Asema hiyo hapana, haifai. Anambia leta nyingine. Asema labda kujinyonga. Nikamwambia ndio, watu wengi wanajinyonga, lakini pia tafiti zinaonyesha kwamba wengi waliokutwa wakiwa wamejinyonga walionekana wameshika hapa. Kwa hiyo hatujui kinachowakuta mpaka wanaahirisha, ila wanashindwa kwa sababu ameshakabwa. Lakini natupa picha kwamba kuna saa wanajutia kile kitendo, kwa hiyo wanajaribu kufanya nini? Sasa mwenzangu, sijui atakukuta yapi, hatujui wanakutana na nani kwenye hiyo safari mpaka waamue kurudi. Asema hiyo nayo ngumu. Sasa pastor nisaidie. Nikamwambia iko rahisi sana. Mimi nataka nikuombee. Ile tukisema amina umeondoka. Nasema hiyo mbona kama inafaa hiyo. Nikamwambia sasa masharti yake, niipe namba za ndugu zako hapa, ili zoezi likamilika na wapigia simu kwamba njoni mchukue. Akasema sawa. Kaniandikia zile namba pale. Basi tukapiga magoti. Nikamwambia Bwana, kuna mtu yuko hapa, maisha ya duniani yamemshinda, anataka kufa, yuko mbele yangu. Kwa hiyo ninachokusihi, yule malaika ambaye anamaliza watu ndani ya sekunde moja aje. Ila Bwana, kinachonisikitisha kabla malaika hajaja ni kwamba huyu kwa vile ameamua kukatisha uhai wake na we hujamwambia kwamba saa imefika, amekatisha. Kinachoniuma ni kwamba jehanamu ya moto ni ya kwake, na ataungua mchana na usiku kama maandiko yanavyosema, kwa miaka mingi isiyojulikana ya mateso. Baba, nikipima mateso ya jehanamu na haya yanayoyakimbia, bora haya kuliko ya jehanamu, maana ni mazito sana. Kwa hiyo malaika sasa, jamaa, pastor samahani pastor. Umesema ya jehanamu yakoje? Ni magumu kuliko hayo unayoyakimbia. Sasa basi nimeahirisha. Elia alikuwa ni suicidal kwa sababu kwanza angalia tu alivyoshinda ile vita ya kuleta mvua. Aliua manabii wa Baali wote. Nilitarajia wahubiri waokolewe. Tunaanza kuelewana sasa. Nilitaraji awaambie kuanzia sasa acheni ibada ya sanamu,
mgeukieni Mungu na mkahubiri habari njema. Yeye akawachinja. Aliwamaliza kuchinja, najua kuna mtu anasema, pastor, sasa silitakiwa wafe. Nenda kaangalie Agano Jipya, Yesu anapokuja anachokileta. Wale mitume wake kuna siku walisema, Bwana, tuagize moto. Yesu akawaambia, mimi sikuja kumaliza watu, nimekuja kuwaokoa. Lakini ni suicide, kwa sababu alipomkimbia yule mwanamke Yezebeli, Mungu anamuuliza Elia, unakimbia unaenda wapi? Akamwambia, mimi sio bora kuliko wazee wangu, nimeamua nifie chini ya mretemu, roho yangu tu ichukue. Mungu akamwambia, kula chakula, maana safari ni ndefu. Sasa kuna ndume ikajitokeza baadaye, Mungu alimchagua, anaitwa Elisha, ndiye tunasoma habari zake. Elisha ni hero wangu mpaka leo. Katika mahiro wa Agano la Kale, Elisha ni hero. Yule bwana alikuwa na uwezo extraordinary. Kwanza anatokea familia tajiri, walikuwa na matrekta ya kulima wakati huo, ni ng'ombe maelfu walikuwa nayo, na alikuwa msimamizi wa kazi za baba yake, anajua biashara. Akaja kuitwa kuwa nabii, na ameitwa kwa staili ambayo Elia anachukua tu vazi lake anamrushia, na jamaa akalielewa, akamwambia, niruhusu kwanza nikawabusu baba na mama, niwaambie biashara ninaacha na kwenda kuwa nabii. Akamruhusu, lakini akachukua ng'ombe wote akawachinja, wale wakulima wale Maksai, akawachinja wote, na akachukua ile miti ambayo ilikuwa ni ya magari ya ng'ombe, akaigeuza ikawa kuni za kupikia supu. Akawaambia watu, kunyweni supu. Hii ni dalili kwamba naondoka, sirudi kwenye biashara tena. Aliporudi akakaa na Elia miaka yote anamtazama. Hakuridhika na maisha ya Elia, japokuwa ni nabii. Akamtazama akasema, nabii wa Mungu, lakini umaskini huu anaoishi nao, ila siwezi kumwambia neno. Ngoja nisubiria na nielekeza wapi. Nyie ni mashahidi, kuna watu wamechukia kazi za uchungaji kwa sababu wakiangalia maisha ya wachungaji, anasema kama uchungaji uko hivi, mimi sitaki. Na mimi nawaambia, kama unakuja kwenye uchungaji kutafuta ajira, umechemsha. Hapa ni wito. Haleluya. Lakini ninaamini unaweza ukamtumikia Mungu na ukawa vizuri kiuchumi. Inawezekana kabisa kabisa kabisa. Wala usije ukaanza kuona kwamba hii ni kazi ya kimaskini. Achana na hiyo habari, bado inawezekana. Elisha akamtazama akasema, ninakupenda kiroho lakini kiuchumi mzee unamuomba 100 hana. Saa ya kuondoka akasema, nakaribia kutwaliwa, ila ukiniona tu nikiondoka, kabla hujaniona, hebu niambie unataka nikupe nini? Sema lolote. Akakosea, akasema lolote. Angembana, angeshindwa kusema lolote. Akaambia, umesema lolote? Asema nataka roho kama ya kwako. Lakini mara ngapi? Hiyo inaitwa double portion. Nenda kwenye Torati ndipo utaelewa double portion maana yake ni nini. Roho mara mbili au urithi unaotolewa mara mbili. Double portion anapewa mzaliwa wa kwanza wa familia. Kwa sababu gani? Anatarajiwa awasaidie wadogo zake. Kwa hiyo kama mwingine atapewa ng'ombe mmoja, mzaliwa wa kwanza anapewa ng'ombe wangapi? Kwa nini? Anaambia baba yake, anamwambia mimi ninaondoka, lakini utaangalia wadogo zako. Double portion. Na yeye akamtazama sema, mzee unaondoka, roho ya kwako naitaka, lakini mara ngapi? Mara mbili. Yaani niwe vizuri kiroho, lakini kiuchumi pia niwe vizuri. Akamwambia, umeomba jambo kubwa, kwamba hata mimi mpaka naondoka nyumba yenyewe sina. Naondoka hata gari sina, alafu unaniomba kitu kama hiki. Asema hili jambo ni gumu kweli kweli, ila masharti, ukiniona tu nikitwaliwa umepata. Elisha hakusinzia. Yaani ukimwambia bwana ulale kidogo, anambia huyu jamaa anaweza akatwaliwa nikiwa nimelala. Mpaka anaondoka huyo, anamuona akitwaliwa, akalia akasema, Bwana wangu, magari ya Israeli na wapanda farasi wake. Wakati anaondoka, yule akachukua lile vazi akaliachia, likadondoka. Elisha akalichukua. Hana maelekezo, unafanyaje?
ila amepata ile roho. Akafika kwenye mto akauona, ndipo akasema, Mungu wa Eliya yuko wapi? Akachukua lile vazi akapiga, maji yakagawanyika. Nisikilizeni, baada ya siku 10 za maombi, mna ujazo wa nguvu. Usije ukashangaa cha kwanza unachokumbana nacho ni tatizo. Usije ukaanza kusema mbona nimetokea kwenye maombi alafu nakumbana na hii. Ni kwa sababu nguvu ya Eliya iko kwako, lazima uidhihirishe. Haleluya, lazima uidhihirishe. Cha kwanza lazima udhihirishe. Mwangalie Samsoni, amejazwa roho wa Mungu. Wazazi wake hawajui ni mtoto wa namna gani. Anaenda kuchimba dawa wakati wanaenda kulipa mahari. Mnakumbuka ile tukio Akiwa yuko huko akakutana na simba. Biblia inasema akamrarua na hakusema, akarudi kama vile hakuna kitu kimetokea. Iko hivi, unapojazwa Roho Mtakatifu, ili ulimwengu wa roho udhihirishiwe ya kwamba wewe una nguvu, lazima uingie kwenye testing. Sijasema tempting, ni test. Shetani anakutazama hivi, anasema hapana, hayuko sawa. Mungu anasema mwanangu yuko vizuri, na muamini. Kama unabisha, mjaribu. Unashangaa tumemaliza siku 10 za maombi, pop, ndio wachawi wanatua kwenye dari lako ili ukatumia ile nguvu sasa uliopata. Na ukianza kulalamika, Mungu imekuwaje? Mungu anasema ulishapata nguvu siku 10. Haleluya. Nikikwambia Elisha namkubali Elisha. Ndiye nabii wa kwanza kuanzisha chuo cha theolojia kwenye Israeli nzima. Eliya akiambiwa aanzisha, anasema hakuna hela. Hujawahi kuona wale watu hata kanisani mkiongea tuanzishe mradi, nakwambia hakuna nini? Hakuna hela. Ndume yenyewe inasema chuo lazima kikaanzishwa. Na mkimchunguza yule jamaa, sio kiongozi anayetoa maelekezo kwa kidole. Ni kiongozi ambaye anaingia kwenye kazi na watu wake. Haleluya. Walivyoenda kukata miti, maana wanafunzi ni wengi, chuo ni kidogo, jamaa alivyosema tunaenda kukata miti, akasema tunaenda pamoja. Na kijana mmoja alikuwa mjanja, akamwambia hamwezi kwenda mkamwacha mzee. Mzee huko atasema twende. Wakaenda. Na waliofika kule kweli, shoka likatumbukia kwenye maji. Mnakumbuka hicho kisa vizuri? Na shoka la kuazima. Elisha akauliza tu, limedondokea wapi? Anasema pale. Anasema leta kipande cha mti. Akaleta kipande, akakata, akakirusha. Shoka likaelea. Mnaojua fizikia, kile ni chuma. Tunatarajia kwenye maji kinafanya nini? Elisha anakuambia Mungu ninayemtumikia anakwenda kinyume na physics. Wewe ukisema hii haiwezekani, nasema mimi nitageuza gravity force, itaenda kinyume chake. Haleluya. Asa ndipo katika wale wana wa manabii, kuna mmoja ni mtumishi wa Mungu, tena mcha Mungu, lakini aliingia kwenye mikopo. Mwangalie jirani yako, mwambie umeisikia hiyo au umepotezea. Mtumishi wa Mungu lakini ameingia kwenye mikopo. Sikiliza, najua naongea na watu ambao nikitaja hii sentensi hata ibada unaona kama inavurugika hivi. Somo la leo ni kwa ajili ya kukuokoa. Kwa hiyo sikiliza vizuri. Jambo la kwanza kabisa, kopa endapo huo mkopo unakwenda kuokoa uhai wa mtu. Hiyo tumeelewana? Kama mkopo hauendi kuokoa uhai wa mtu, achana na mikopo. Acha. Na kinachoponza watu walio wengi mpaka wanaingia kwenye mikopo ni kuishi maisha ambayo jamii inataka, sio maisha ambayo Mungu anataka. Badala ya kuishi kwa standard ya kwako wewe, unaanza kutazama, hivi wenzangu wanani asema wana coach. Coach gani? Asema la kisasa na mimi. Ngoja nikwambie ujinga ufuatao usije ukafanya kwenye maisha yako. Usije ukakopa kununua gari la kutembelea. Huo ni ujinga na nusu. Kwa sababu gari halizalishi, ila linafanya nini? Achana huo ujinga huo.
Usije ukakopa ili kununua nguo au kiatu, ni ujinga kabisa. Ridhika na ulicho nacho. Juzi niliwaambieni hapa kuna nguvu ya kukopa ya kipepo ipo. Kuna nguvu ya kukopa ya kisaikolojia, ni ugonjwa wa kisaikolojia ambao unatakiwa kutibiwa kabisa. Lakini kuna ya kipepo ipo kabisa. Yaani unavyoona kwamba kuna ugonjwa wa kamari, kuna ugonjwa pia wa mikopo wa kisaikolojia, kuna ya kipepo. Utaijuaje hii ya kipepo? Iko hivi, unajikuta umeshachukua mikopo kiasi kwamba sasa unakopa ili ulipe mkopo. Ukifika hiyo level, funga na kuomba haraka sana. Umefika pabaya. Yenyewe tunaita kwamba ni kukopa ili utulize. Ule mkopo unaitwa kitulizio. Maana huyu amekusumbua, amekutibua, umempanga mpaka maneno yamefanya nini? Yameisha. Mwisho inabidi uende umpigishe saundi mtu mwingine akupe ili umtulize. Kwa ukija kumtuliza huyu, yule naye amebuka tena. Kwa unakuta kazi yako ni kutuliza, tunatuliza watu, ukishatuliza msongo unakuwa ni mkubwa. Msongo unapokuwa mkubwa, sehemu yako ya ubongo ya kufikiri, prefrontal cortex, inaanza kuathirika. Ikiathirika, tayari shetani anachukua kiti chake, anakuja anakaa. Anakuambia umetia aibu, bora ufe. Kwa unasikia tu amejinyonga kwa deni la shilingi 70,000. Nyinyi mnaanza kuwaza 70,000 mpaka umeondoka duniani. 70,000. Hujui alichokuwa anakipitia. Ukitaka utoboe kwenye maisha kiuchumi, tumia hekima ya kimungu. Hekima ya kimungu inasemaje? Tumia kidogo kuliko unachokipata. Naongea na watu una binadamu. Yaani kama unapata 20,000, tumia 300. Tunza. Hiyo ni kanuni ya Yusufu. Fanya hivyo. Huyu ni mtumishi wa Mungu kabisa, lakini akakopa. Hata unaweza kusema sasa, mtumishi wa Mungu kwa nini aliingia kwenye madeni? Msimuingize Mungu kwenye migogoro yetu binafsi. Yaani kuna vitu ni makosa yetu, tunataka Mungu aingie. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa. Maana huyu mwanamke alipokuja akamwambia Elisha, mtumishi wako, ina maana Elisha anamjua huyu bwana. Hata akiulizwa anasema namfahamu huyu bwana, tulikuwa tunakwenda naye kuhubiri. Elisha hajakataa kwamba huyu bwana alikuwa mcha Mungu. Anakubali alikuwa mcha Mungu. Ila kuna mgogoro umeingia, anasema amekufa na ameacha madeni. Na huyu mtu ambaye anamdai marehemu mume wangu amekuja, sina cha kumpa mimi. Kwa hiyo inakuwaje? Anasema anahitaji kuchukua watoto wawili akawafanye kuwa watumwa. Kwa lugha nyingine, hata ninachokitegemea kinachukuliwa. Huwezi kunielewa mpaka utakapoelewa uzoefu huu wa watu wanakuja kuchukua ng'ombe, vitu vyako vinatolewa, wakati mwingine mpaka nyumba inapigwa mnada na huna cha kufanya, unatazama namna hii. Na waambieni wote mnaopitia wakati huu, acha kutafuta visingizio. Kiri kwamba Mungu, hapa nilikuwa mzembe, tenda muujiza. Na muujiza utakuja tu. Sikia kanuni ya kwanza, uiandike hii kusaidie kutoka kwenye tatizo lolote. Namba 1, usikubali kufungwa na historia mbaya. Usikubali. Mambo yaliyopita, matakataka yako uliyofanya, uchafu uliofanya, dhambi ulizofanya, zote ni past tense, zilishapita. Usikubali ziendelee kukufunga kwenye future uko unakoelekea. Kataa kufungwa na vitu vilivyopita. Huyu mama anaongelea historia, anasema mume wangu alikuwa mcha Mungu, ndio, lakini alikopa, ndio, akashindwa kulipa, sawa, na amekufa na watoto wanachukuliwa sasa hivi. Lakini anamtazama Elisha, anasema nikikutazama wewe ninajua kuna jibu tu. Nami nakwambia, unayepitia ugumu wowote, usiamini kile ambacho adui anakuambia kwamba hakuna majibu. Nami nakwambia kwa jina la Yesu Kristo, majibu yapo. Yanaweza yasiwe kama ulivyofikiria wewe, lakini yapo. Shida yetu iko hapa, tunapenda kumfunga Mungu kwenye chupa. Kwa namna gani? Yaani tunatarajia atende kwa jinsi tulivyozoea. Mimi nina sera yangu binafsi ya kiroho. Ninapokuwa na tatizo lolote, nampelekea Mungu, namwambia, lakini simfundishi namna ya kutenda.
Kazi yangu ni kumwambia nina changamoto hii, nataka uingilie kati, kuna shida ABCD. Utatendaje? Mimi sijui, sio kazi yangu, ila nimekuletea wewe. Ninakuamini ya kwamba unaweza ukatenda, una muda wako, unaweza kila kitu. Utatumia njia gani? Mimi sijui, lakini nimekuletea. Kuna watu mnanisikiliza hapa, mnatokea familia chafu kabisa. Kama ni habari ya umaskini, kwenu upo umejaa, hakuna anayetokeza. Kila anayejaribu kupanda unakuta anapigwa chini. Wengine mna historia chafu za kiukoo. Kuna mambo unaona yamejirudia rudia. Wewe leo umempokea Yesu na unasikia somo hili, ukijaribu kupiga hatua, shetani anakukumbusha, anakuambia kumbuka ukoo wenu. Ukoo wenu ni ovyo kabisa. Angalia mtoto wa mjomba wako, naye yuko hivyo hivyo. Angalia na yule, naye yuko hivyo hivyo. Kwa mwisho unasema sisi ndivyo tulivyo hivi hivi. Na kutangazia kwa jina la Yesu Kristo, usikubali kufungwa na historia. Haijalishi umetokea ukoo gani, damu ya Yesu ikiingia inatakasa takataka zote. Kwa taarifa yako, ukoo wa Yesu alikotokea, kwa mzee Yusufu au kwa Mariamu, maana wote ni ukoo wa Yuda, wale wawili, ni mchafu. Hata ukisikia mtoto wako anaolewa huko unakataa. Kuna mtu hapa anasema, mchungaji, uchafu wake uko wapi? Ni kusimulia, utauchukia. Kwanza mzee Yuda, huyo ambaye anaitwa Yuda, kabila la Yuda, huyo baba mwanzilishi wa ukoo, alizaa na mkamwanaye. Hiyo familia kwa Kiafrika, huyo mzee hata kwenye kikao cha wazee unamkaribisha. Ule kabisa huyo hafai. Mtu gani huyo? Na chanzo chake ni kwamba kwa mila za kwao, endapo mtoto ameoa, kijana ameoa na yule kijana akafa kabla hajapata mtoto, kwa mila za kwao aliye mdogo wake ndiye anakuja kumrithi huyu. Kwa hiyo kwa mzee Yuda ilitokea hivyo, kijana wake akaoa, na alivyooa yule mrithi ambaye alikuwa anafuatia akarithi, na aliporithi akafanya kosa la kiufundi akafa. Yuda akasema, mila inaniambia nimrithishe tena mtoto mwingine, nipoteze watoto wangu wote? Haiwezekani. Akamwambia yule mwanamama, nenda, kwanza mtoto wangu ni mdogo. Lakini akafanya ujanja. Yule binti hawezi kuolewa kimila za kwao, maana ametokea kwenye familia ambayo ina watoto wa kiume. Kwa hiyo kote anakoenda watu wanauliza, huyu ni nani? Asema ni wa kwa Yuda huyo. Mbona hajaolewa? Asema aliyemwoa alikufa. Akasubiri. Yuda akampiga chenga. Yule mwanamama akasema dawa ndogo. Akaenda siku moja akavua mavazi yake ya ujana, akavaa mavazi ya machangudoa. Yuda ameenda kwenye shughuli za kibiashara, akanunua huyu changudoa, na alikuwa hana hela. Yule mama akamkaba, akamwambia utanilipa changu. Akamwambia sasa sikiliza, nitakuletea, ili ujue mimi ni mwaminifu. Yaani kwa watu wengine eti ni mwaminifu. Nakupa pete yangu na fimbo yangu hii, nikirudi tu kukuletea malipo yako haya unanirudishia vitu vyangu. Kale kadada ni kajanja, akachukua vitu kakaondoka. Yuda akaleta malipo, anakatafuta hakaoni. Akauliza wenyeji, jamani, kuna mama mmoja anajiuzaga, huwa anakaa hapa. Jamaa wakamwambia, kwenye mji wetu hatuna changudoa hapa. Ameenda wapi? Miezi ikapita. Baadaye yule mwanamama akaonekana ni mjamzito, na mila na torati nasema apigwe mawe. Ndio sababu saa nyingine naangalia mabaraza ya kanisa yanapokaa kukata watu mikono na miguu. Wao wanasema hao wajumbe yakikukuta unakuwa na ile nguvu ile ambayo unanyoosha mkono kabisa. Ndugu mwenyekiti, lazima kanisa litakaswe. Sasa Yuda akasema huyu mwanamke ametutia aibu, aletwe kwenye kikao atuambie huyu mwanamume aliyempa mimba ni nani, na wote wapigwe mawe. Mmeanza kucheka maana mmejua kesi inakoelekea. Kikao kikakaa, wazee wa sheria wakakoroma kweli kweli, hapo apigwe mawe. Haya mama, tuambie mimba ya nani?
kamejifunika kwa aibu, kakasema mimi aliyenipa mimba na vitu vyake. Na Yuda hajui ni yeye, anakazana vilete, kuvuta pap. Mzee, pete ya nani? Ya kwangu. Yeye ndiye mwenyekiti wa kikao. Wote wakaangalia chini, wote wakaangalia chini. Hii ni aibu. Wazee wa hekima kule kwenye milima ya Upare huwa tuna mithali moja inasema hivi: mtu mzima hashindwi kesi, ila macho ya tu, yani macho yake yanakuwa mekundu, lakini kesi huwa hashindwi. Yaani huwezi kumwambia mtu mzima umeshindwa kesi. Ila tunasema, ndugu wajumbe, tunaona macho ya mzee yamekuwa mekundu. Yuda akasema huyu ana haki kuliko mimi. Na nikwambie, kwenye ukoo wa huu mchanganyiko wa mkwe ndiko anatokea Yesu. Kwa hiyo haijalishi unatokea ukoo gani, damu ya Yesu ikiingia inabadilisha. Haleluya, haleluya. Kuna watu hapa mnajua kabisa kwenye ukoo wenu pamejaa talaka, ziko tu zimejaa. Ukishangaa huyu anaachana, yule anaachana, yule wanaachana. Na mimi nakwambia usikubali. Sema hivi, talaka ni za kule, lakini mimi ni uzao mteule, mtoto wa kifalme. Siwezi kukubali haya. Usikubali kufungwa na historia. Na hapa kwenye historia hapa, usikubali kujisemesha maneno mabaya. Acha hiyo habari kabisa. Kwenye kile kitabu cha Mind, Character and Personality, nafikiri book 1 kama sijakosea, Ellen White alikataa kumwombea mgonjwa mmoja ambaye alikuwa kila wakati anamwombea, anapona, akirudi ugonjwa umerudi. Ellen White akamwambia, sitaki kukuombea tena, badilisha maneno unaojitamkia. Umewahi kukutana na mtu ambaye anamwambia habari yako, anasema nzuri, ni kale ka ugonjwa kangu tu? Ina maana amekamiliki, kamekuwa. Kataa. Usikubali kumiliki ugonjwa. Acha, jitamkie mema. Haleluya. Achana na hizo historia zilizopita. Ni kawaida yetu sisi, huwa tuko hivi. Kataa. Wewe sasa hivi ni mtoto wa Mungu, uzao mteule. Namba 2, zingatia hili. Namba 2, elewa unachokitaka. Kabla ya kwenda kwenye maombi, unisikilize hapa sana. Kabla ya kupiga magoti na kuomba, unataka nini? Hivi unajielewa? Mimi sielewi mtu ambaye unamuuliza, unataka nikuombee Mungu akupe kazi gani? Anakuambia, kwa kweli pastor, kwa nilivyohangaika, yoyote tu. Kazi yoyote. Hivi hujaanza kujitambua? Unajua, nimekuwa nikichunguza hii point kwenye mafungu mengi ambayo leo sitakuonyesha. Nilikuja kundua hii. Popote ambapo Yesu alimtendea mtu, ni mtu aliyejijua ana shida gani, isipokuwa kwenye matukio machache. Moja ambalo ni exceptional kabisa, la kipekee, ni yule mtu ambaye alikuwa amepooza, wakavunja dari. Mnakumbuka kile kisa Akashushwa Yesu akamponya. Pale tu ndipo naona Biblia inasema Yesu alipoona imani yao akamwambia mgonjwa. Hapo tu. Lakini Yesu anamuuliza, wataka nikufanyie nini? Hivi unajijua kweli? Unajua hitaji lako? Wataalamu wa sayansi ya tabia wanasema hivi, mtu yeyote ambaye ana tabia isiyofaa, lakini kila anapoonywa anajitetea, ubongo wake unamwambia unaonewa, na wenyewe unafunga sehemu ya kubadilika. Kama umenielewa nipungie mkono. Kama hujaelewa sema rudia. Yaani mtu yeyote ambaye ana tabia isiyofaa, lakini kila akionywa anajitetea, ubongo wake unamwambia unaonewa. Na ukisema unaonewa, unaenda kwenye chumba cha ubongo kinachoitwa marekebisho ya tabia, kinafungwa. Kwa ubongo unamwambia wala usihangaike kujirekebisha. Lakini mtu yeyote ambaye akiambiwa, unajua kuna hiki na hiki hakiko sawa, anasema kweli hapa inabidi niombe msaada wa Mungu.
ubongo unamwambia kuna chumba kinaitwa marekebisho ya tabia. Karibu kwenye hiki chumba uelekezwe namna ya kujirekebisha. Haleluya, haleluya. Unajua ndio kosa la mzee Sauli. Mzee Sauli kwa nini alikataliwa na Mungu? Ni kwa sababu kila akikosea alikuwa anajitetea. Mnajua kwa nini Daudi alikubaliwa na Mungu? Kila akikosea akionywa anakubali. Ndio tofauti ya watu wawili. Sasa kwa hivi, kabla hujaenda kwenye maombi, kaa chini. Hivi nataka nini? Hivi napoenda kuomba hapa naomba kitu gani? Unajua kuna watu mpaka yuka kwenye maombi hajaomba. Unasema pastor, inakuwaje? Sikiliza kidogo hii. Unapodhamiria kuingia kwenye maombi kuomba tu, ile nataka kuomba sasa, kuna malaika wanatumwa kwa ajili ya zoezi hilo tu. Haleluya, haleluya. Yesu anasema watoto wadogo wote mnaowaona wana malaika zao ambao wanapeleka taarifa kwa Baba kila siku. Sasa kuna mtu mpaka ananyanyuka hajaomba ila analalamika.